Mtazamaji wa Asheri Media, kama jinsi ulivyoweza kushuhudia mechi ambayo ilikuwa inachezwa hapa, ni mechi ya kirafiki kabisa, maana siku zote michezo ni afya, michezo siku zote inaweka watu karibu. Baada ya kuweza kutoka bai wiki mbili takribani zilizopita, basi na wenyewe pia wameweza kufika katika jiji la Dodoma kwa ajili ya kuweza kucheza mechi ya kirafiki. Niko na kochi ambao ametokea bai, yuko na timu yake hapa, ameweza kukubali mabao takribani 5-1. Yeye ana yapi ya kuongea machache zaidi ili tuweze kumsikiliza. Kiongozi, mambo vipi kocha? Ndio, naona timu yako imeweza kuja kutoka bai, ni safari ambayo ni ndefu kidogo japokuwa sio masaa mengi sana. Wewe kwa huu mchezo ambao umechezwa leo, unaongeleaje wachezaji wako, unaongeleaje mechi kwa ujumla? Kwanza ni kwa mara ya kwanza kuja tena. Aina ya wachezaji nao wale wengi ndio wanaanza. Yaani mechi yao ngumu ya kwanza ya watu wenye uzoefu ndio ya kwanza. Wamefanya makosa kwa leo, lakini na imani mechi inayofuata watafanya. Ni nini matarajio yako kwa baadaye katika timu yako coach? Target yangu kwa sasa sio kutafuta matokeo. Ni kutafuta vijana kwa sababu na program ambayo niko nayo. Natarajia kujenga timu ambayo nitakuwa na vijana kwa ajili ya kisasa. Sasa mpira sasa unabadilika. Timu yako nimeona ni na wachezaji wadogo. Vipi malengo ambao umejiwekea wewe kama kocha kwa baadaye katika timu yako? Ina maana bado unaendelea kupokea chipukizi au bado unaendelea kunoa kikosi kwa ajili ya mashindano yanayokuja huko mbele? Mimi target yangu kwa vijana ambao wanakuwa vizuri mwisho wa mwaka. Tuna mpango kazi wa mwanzo na mwisho wa mwaka. Mwisho wa mwaka wale ambao wamefanya vizuri tuna taratibu kwa programu naenda trial kufanya majaribio timu mbalimbali. Kwa tumeshafanya hivyo na kuna wachezaji ambao tayari wanacheza ligi daraja la kwanza na wamepandisha timu. Kwa hiyo niko taratibu. Kochi, nimeona umekuwa ni mkali sana kwa vijana wako kwa kupoteza mipira mingi. Ni tatizo linatoka wapi hasa katika uchezaji wa vijana wako? Unajua mechi leo ilikuwa na pressure. Yaani pressure ilikuwa kubwa sana. Kwa kuna wakati kama mwalimu kwa ambao na uchungu na ushindi na watoto wafanye vizuri, huwezi kuachika na kibiolojia kwa mchezaji au mwalimu. Unakuwa kwenye tembo ya mchezo, huwezi kuongeza taratibu. Lazima uongeze kwa kasi ya kulingana na muda huo. Kwa hiyo nisingeweza kuwabembeleza, huwezi kumbembeleza mchezaji kwa maana anacheza taratibu. Hapana, lazima uende kidogo kwa sauti kubwa ili aweze kusikia kwa sababu tension iko juu. Na vipi matarajio ya kucheza mechi nyingine hivi karibuni? Tuna mechi kadhaa ziko nyingi. Nafikiri kama ukija kuna mechi na mwingine hapa dhidi ya Fountain Gate. Asante sana coach. Asante sana. Mtazamaji wa Asheri Media, kama jinsi ulivyomuona kochi, nitaongea pia na kocha wangu hapa ambaye yeye pia ndio kocha katika timu ya Suma JKT. Nitaongea naye pia na yeye mawili matatu na tusikilize kwa ushindi waliopata katika mechi ya kirafiki. Kiongozi, heshima yako kocha. Nashukuru, asante. Asheri Media sasa hivi wanakutazama hapa kochi, mchezo wachezaji wako waliocheza, nimeona pia umeweza kupata matokeo. Wewe unaliongeleaje kuhusu swala hili kocha? Ni mafanikio kwa sababu tunazidi kupanda na bahati mbaya ni kwamba kila mechi tunazocheza tunashinda. Kila mechi tunazocheza tunashinda, hatujawahi kupoteza. Kwa hiyo haya ni mafanikio kwa timu na mmoja kama wachezaji na wanapata mafanikio na experience. Malengo haswa ni nini katika timu yako ya Suma JKT coach? Nimeona timu inaendelea kufanya vizuri na wiki zilizopita tulikuwa tuko bai, umeweza kuchukua ushindi pia wa kutosha katika njia ya penalty. Leo pia uko katika mechi ya kirafiki kwa ajili ya kuweza kupasha misuli joto. Mategemeo haswa hivi karibuni utakuwa una mechi ambayo ni ya ushindani zaidi tofauti na hii mechi ya kirafiki coach? Ni kweli. Tunatarajia wakati wa sikukuu ya Muungano tunatarajia kwenda Singida katika mashindano kule na Mede. Kwa tunatarajia kupeleka timu kule kwa ajili ya kushiriki katika mashindano. Kwa hiyo hizi mechi ni maandalizi. Ndio maana wachezaji wote wanacheza. Sasa kwa sababu wameshakuwa na experience sasa hivi, hawa vijana hawaja na experience kama wachezaji wangu. Kwa sababu wachezaji wangu wamekuwa na experience, ndio maana umeona wanaweza wanawalazimisha kuwafunga. Maana sio kwamba kwa bahati mbaya.